makampuni ambayo yanafanya kazi pamoja na STAMICO na makampuni mengine makubwa yaliyoko hapa nchini, wakiongozwa na ndugu yangu Ismail Diwani, afisa mtendaji mkuu wa kampuni ya Mamba Resources Limited wanaochimba madini adimu kule Ngwala, mkoa wa Songwe. Lakini pia nimtambue ndugu yangu Theonest Mrema kutoka kampuni ya Shanta Gold Mine. Nitambue pia uwepo wa wakilishi kutoka Buckreef. Nakushukuru sana. Lakini pia tunaye mwenyekiti wa chemba za migodi, mhandisi Philbert Roemam, ambaye yupo nasi siku ya leo. Mwisho kabisa, Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba kwa heshima kubwa na kipekee kabisa niwaombe waliokuwa wajumbe wa bodi ya STAMICO wakiongozwa na mwenyekiti mzee wangu Meja Jenerali mstaafu pamoja na wajumbe wako wote, naomba msimame tuwatambue na heshima kubwa ambayo mlitendea shirika letu la STAMICO. Nawashukuruni sana kwa mchango wenu. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba uniruhusu nianze hotuba yangu fupi kabisa kwa kutambua uchechefu wa muda tulionao na majukumu yaliyoko mbele yako. Kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema aliyeturuzuku uhai na kutuwezesha kushiriki kwenye tukio hili kubwa la kihistoria siku ya leo. La pili, naomba nichukue fursa hii kumshukuru sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa maono yake, miongozo yake na maelekezo yake ambayo ameifanya sekta hii ya madini iendelee kukua siku hadi siku. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kipekee kabisa nichukue fursa hii kukushukuru wewe binafsi. Ndani ya siku 9 umeshiriki matukio matatu ya Wizara ya Madini maeneo tofauti tofauti. Ulianza Ruangwa kwenye maonesho ya madini, ukaenda Chunya kufungua kiwanda cha uchenjuaji wa madini ya shaba, na leo uko hapa katika ukumbi wa Jakaya Kikwete Convention kwa ajili ya kuzindua ugawaji wa mitambo kwa ajili ya wachimbaji wadogo na vifaa vya STAMICO. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa niaba ya Wizara ya Madini, napenda nichukue fursa hii kukushukuru sana kwa moyo wako na kwa utayari wako kushirikiana nasi. Mwenyezi Mungu aendelee kukujalia hekima, busara na nidhamu ya uongozi, lakini vile vile na unyenyekevu wako mkubwa katika kuendelea kuwaongoza wananchi hasa wa pale Ruangwa, na kutakia kila laheri. Mwenyezi Mungu asimame nawe. Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa kazi kubwa ambayo umetufanyia. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kipekee kabisa naomba uniruhusu nimshukuru sana Naibu Waziri wa Madini Daktari Steven Remomo Kiruswa, ambaye amekuwa msaada mkubwa sana katika Wizara ya Madini na amekuwa ni kati ya nguzo kuu katika kuimarisha na kuiboresha sekta ya madini. Daktari, nakushukuru sana. Mwenyezi Mungu akubariki sana na nakutakia kila laheri pia. Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba uniruhusu pia nimshukuru sana mwenyekiti wa kamati ya Bunge pamoja na wajumbe wote wa kamati ya nishati na madini pamoja na wale wa PIC na PAC ambao hao wanaisimamia STAMICO kwa kazi nzuri walioifanya, na wao pia uwezi kuwaondoa katika maboresho makubwa kwenye sekta ya madini. Waheshimiwa wabunge, asanteni sana, tunawashukuruni sana kwa michango yenu, maelekezo yenu na ushauri wenu ambao umefanywa kazi na STAMICO leo inafanya kazi nzuri. Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba nichukue fursa hii kutamka kwamba katika miaka 4 ya Daktari Samia Suluhu Hassan, sekta ya madini imeshuhudia mageuzi makubwa sana. La kwanza, mchango wa sekta ya madini kwenye pato la taifa umeongezeka. Kwa mujibu wa sera ya madini ya mwaka 2009 na mpango wa maendeleo wa taifa, ulielekeza kwamba sekta ya madini ichangie kwenye pato la taifa kwa 10% ifikapo mwaka 2025. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kabla ya mwaka 2025 kufika, kwa mujibu wa takwimu zilizotolewa na shirika la takwimu la taifa NBS, sekta ya madini hivi sasa inachangia kwenye pato la taifa kwa 10.1
kabla ya mwaka wa kimalengo kufika wa 2025. Haya ni mafanikio makubwa sana yaliyopatikana chini ya uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa mgeni rasmi, eneo la pili la maduhuli. Mheshimiwa mgeni rasmi, maduhuli ambayo sekta ya madini inaingiza mfuko mkuu wa serikali yamezidi kuongezeka. Katika mwaka wa fedha 2015-2016, sekta ya madini iliingiza kwenye mfuko mkuu wa serikali shilingi bilioni 162 tu kwa mwaka mzima. Baada ya kufanya marekebisho ya sheria mwaka 2017 ambayo yalianzisha masoko ya madini na vituo vya ununuzi wa madini, hivi sasa Mheshimiwa mgeni rasmi, mchango wa sekta ya madini kwenye maduhuli ya serikali umeongezeka maradufu. Mwaka wa fedha ulioishia tumeingiza katika mfuko mkuu wa serikali shilingi bilioni 753, na katika mwaka wa fedha unaoisha tarehe 31 mwezi huu tuliwekewa malengo ya kukusanya shilingi trilioni 1. Mheshimiwa Waziri Mkuu, zikiwa zimebaki siku takribani 7 kufikia tarehe ya mwisho, nao furaha kubwa kukutangazia kwamba sekta ya madini mpaka siku ya leo tumeingiza kwenye mfuko mkuu wa serikali shilingi trilioni 1.04, sawasawa na 104% ya lengo ambalo tumewekewa. Mheshimiwa mgeni rasmi, eneo la tatu ambalo nataka niliseme kwa ufupi ni eneo la akiba ya dhahabu kupitia Benki Kuu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, Tanzania ni miongoni mwa nchi 5 Afrika zinazochimba na kuzalisha dhahabu. Lakini nchi yetu ya Tanzania kupitia Benki Kuu haikuwa miongoni mwa nchi ambazo zina hifadhi kubwa ya dhahabu. Hatukuwemo 10 bora. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa Afrika katika 10 bora, nchi ya kwanza kabisa ni Algeria, ina tani 174 ya dhahabu kupitia Benki Kuu. Ya mwisho ni Msumbiji, ina tani 3.984 ya dhahabu kupitia Benki Kuu. Mheshimiwa mgeni rasmi, baada ya kufanya marekebisho ya sheria ya madini kifungu cha 59 kifungu kidogo cha kwanza sura ya 123 kwa maelekezo ya Mheshimiwa Rais, tulibadilisha kifungu kile na kuyataka makampuni yote ya madini nchini Tanzania kutenga asilimia isiyopungua 20 ya madini yote yanayozalishwa kwa ajili ya kusafishwa, kuyeyushwa, kuchakatwa na kufanyiwa biashara ndani ya nchi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, baada ya marekebisho hayo, BOT alianza kununua dhahabu tarehe 1 mwezi wa 10 mwaka 2024. Mheshimiwa mgeni rasmi, mpaka tarehe ya leo Benki Kuu ya Tanzania wana hifadhi ya dhahabu ya tani 5.7 na hivyo kuwapiku Msumbiji na kuingia kwenye orodha ya 10 bora ndani ya miezi 9 tu. Mheshimiwa mgeni rasmi. Mheshimiwa mgeni rasmi, eneo lingine ni la uongezaji thamani madini yetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, kifungu cha 100 D kubwa cha sheria ya madini kinazuia kusafirisha madini ghafi nje ya nchi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, baada ya kupata maelekezo ya Mheshimiwa Rais na kwa mujibu wa sheria hii, tuliamua kuisimamia ipasavyo na kushawishi watu kujenga viwanda ndani ya nchi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hivi sasa tuna viwanda 8 vya kusafisha dhahabu vilivyoko nchini Tanzania. Tuna viwanda 9 vya kuchakata na kuchenjua madini ya metali ikiwemo shaba pamoja na nickel. Na Mheshimiwa mgeni rasmi, mkoa wa Dodoma vinajengwa viwanda 5 vipya vya kuchenjua madini ya metali ikiwemo shaba. Kusudio letu kubwa, Mheshimiwa mgeni rasmi, ni kwamba badala la kulitoa jiwe la shaba kulipeleka nje ya nchi, hivi sasa ndani ya nchi, tena hapa hapa Dodoma, una uwezo wa kuchakata jiwe la shaba likatoa copper cathode na kuiongezea thamani jiwe lile, na ikawa tumefanya jambo kubwa katika uchumi wa nchi yetu ya Tanzania. Na Mheshimiwa mgeni rasmi, makusudio yetu ni kuifanya Tanzania kuwa kitovu cha uzalishaji wa bidhaa za shaba na hasa copper rods ambayo hivi sasa ina mahitaji makubwa sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, pamoja na hayo
tunajenga kiwanda cha chumvi, kusafisha chumvi pale Lindi, ambacho mwezi wa 8 kitakamilika na kitaanza kazi rasmi. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunajenga jengo la ghorofa zaidi ya 8 pale Arusha la kituo cha kuchakata madini ya vito TGC, ili madini yetu ya vito ikiwemo Tanzanite iweze kuongezwa thamani ndani ya nchi na ifanywe hii na Watanzania. Tunashukuru Mheshimiwa Rais, walitupatia fedha, jengo linaendelea vizuri, muda sio mrefu tutaanza kuifanya kazi hii kubwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, la mwisho nikiwa nakukaribisha, tunakushukuru sana kwa kazi ya leo. STAMICO wanafanya kazi nzuri sana. Nataka nichukue fursa hii kumpongeza sana bingwa wa mageuzi haya yote, Daktari Venansi Mwase, kwa kazi kubwa sana ambayo ameifanya. Lakini daktari hakuifanya kazi hii peke yake, Mheshimiwa Waziri Mkuu. Wale wakubwa wastaafu waliokaa pale wana mchango mkubwa sana wa kuhakikisha STAMICO imefika hapa ilipofika, ambako pia naamini Mheshimiwa mkuu wa mkoa mteule na balozi wetu mstaafu na IGP mstaafu ndugu yangu Simon Siro atakwenda kuyabeba, kuyaendeleza kwa kasi kubwa zaidi, ili shirika hili litoe mchango wake mkubwa katika uchumi wa nchi yetu ya Tanzania. Na Mheshimiwa mgeni rasmi, tuna maelekezo kutoka kwa Mheshimiwa Rais ya kuhakikisha kwamba tunaliinua shirika hili la STAMICO, na muda sio mrefu nitakuwepo mkoani Lindi, eneo la Nachingwea, kuwakabidhi STAMICO leseni kubwa ya madini ya nikeli pale Ntaka, ambao sasa STAMICO watakwenda kufanya uwekezaji mkubwa kupitia leseni hii. Mheshimiwa mgeni rasmi, baada ya kuyasema haya, naomba sasa nichukue fursa hii kwa heshima kubwa na taadhima kukukaribisha ili uweze kuzungumza na